Mimi naitwa Richard Kasesela, mkuu wa wilaya ya Iringa. Okay. Leo ni siku ya usafi duniani. Unaonaje siku hii hapa na una wito gani kwa jamii? Kama kawaida sisi Iringa ni usafi ni jadi yetu. Kwa hiyo naendelea kuhamasisha jamii endelee kuwa wasafi, lakini hii siku ya usafi duniani ina mwamko mmoja wa kutuhamasisha Watanzania wote tuwe wasafi ili na dunia nzima kuwa wasafi. Katika kipindi hichi cha COVID-19 ambacho kinaendelea duniani, usafi ndio jambo la msingi sana katika maisha. Usipokuwa msafi utapata changamoto kubwa ya magonjwa, na hata unapoona ukitaka kujua hali ya usafi ni nzuri na ni njema, hapa ni OPD ambako wagonjwa kila siku watakiwa wawepo na wajae, lakini leo hali yetu ni nzuri, huoni wagonjwa wengi sana katika hospitali yetu. Ni timu gani ambayo umeambatana nayo kuja nayo siku hii ya leo kuadhimisha siku hii ya usafi? Actually ni watumishi wote wa manispaa ya Iringa pamoja na kikosi cha Rarey, lakini pia watu wa Eventbrite ambao waliorganize shughuli hii ya usafi. Nia yetu ilikuwa ni kusafisha eneo la hospitali yetu kubwa hii ya Frelimo ili iwe safi na mtu akitaka kuja hapa ajue kuna usafi katika hospitali. Maana hospitali pakiwa pachafu na maana hata wagonjwa nao watakuwa hawaponi, wakija wanarudi tena kwenye hali yao ya ugonjwa. Sasa mkuu, tunashukuru na tutapenda kunahisi wewe ndio mgeni rasmi, kwa hiyo tutasikia mengi kutoka pengine tutasikia mengi kutoka kwako. Nashukuru. Sikupewa nafasi hii kuweza kuongea sana. Nimepewa nafasi hii kuweza kumkaribisha mkuu wetu wa wilaya Mheshimiwa Richard Kasesela. Majina mengine nimeshindwa kutaja. Usafi oye! Plastiki yangu, hamjui hata kauli mbiu ya mwaka huu. Nikisema plastiki yangu mnasema mazingira yangu. Plastiki yangu. Mkurugenzi mtendaji wa manispaa ya Iringa, na nakuombea uwe usikaimu kama kuna nafasi zinafunguka huko wakuone, lakini tambue uwepo wa mganga mkuu, na leo amelima kweli, jinsi yote imejaa vumbi. Tumpigie makofi Dr. Leba mwanamama, lakini afisa mazingira wetu, lakini nimefurahi Bwana Miovela rafiki yangu sana, kijana anayepambana na mazingira katika mkoa wetu wa Iringa, na niendelee kupongeza kuupa moyo. Afisa tarafa wetu ambao amekuita katibu tarafa, lakini tunaye mtendaji ambaye pia ni MC na ndio mtendaji mwenyeji, wanafunzi ambao ni mascout mliokuwa hapa na watumishi, lakini mwaki MC pamoja na watumishi wa hospitali. Nimemwona mganga wa hospitali yetu yuko nyuma pale, yeye huwa kagi mbele anasubiri ataka. Mimi kazi yangu leo ilikuwa ni kufanya usafi kama alivyosema afisa mazingira. Kule Estonia ni kanchi kadogo sana kule Ulaya, lakini alianza bibi kizee mmoja wa miaka 101 akaanza kufanya usafi. Baadaye wakamfuata wakina mama wakiwa wamebeba watoto kumuunga mkono kufanya usafi. Mwisho wakatokea watu takriban 50,000. Kwa masaa 5 walisafisha nchi nzima kwa masaa 5, na nia ilikuwa ni kuwa na nchi safi isiyokuwa na taka ngumu na taka laini zilizozagaa ovyo ovyo. Sasa mwaka huu sisi Tanzania na sisi Iringa tunajivunia kuingia kwenye kimataifa katika kushiriki usafi huu. Kwa hiyo nikupongeza afisa mazingira na watu wa Eventbrite na wale wa Rarey na mafagio kwa kufanya siku hii kuwa kubwa kwa sisi wana Iringa. Lakini niwaambie swala la usafi ni la msingi, na mimi kama kawaida yangu huwa simung'unyi maneno. Uchafu wa mwili ndio jambo la kwanza kukupima nyumbani kwako kukoje. Kuna watu wengine uweze kukaa nao dakika 5, akinyanyua mkono hivi lazima ukwepe kukaa pale karibu.
lakini yeye mwenyewe inawezekana hasikii. Kwa usione aibu kumwambia Mwasiposi, kwapa linanuka. Usione aibu kumwambia bwana, mdomo wako umepiga mswaki. Tuendelee kukumbushana. Kuna wengine sense of smell zimekufa, au sio daktari? Kuna wengine wanaweza kwenda jalalani asisikie harufu, lakini anasumbua wenzake. Kwa usafi wa mwili kwetu sisi, mimi naona ndio wa msingi zaidi katika taifa letu. Oga, vaa vizuri, usije kama kwa mfano leo tulikuwa nafanya siku ya usafi, kuna mtu kaja na kaunda suti. Kwa vile ni Yanga na muacha. Ni shabiki wa Yanga. Mashabiki wa Yanga hawana mpangilio wa maisha, kwa hiyo wanapata changamoto kidogo. Anayebisha aseme nimweke ndani. Hiyo ilikuwa ni kuchomekea tu. Hata Mheshimiwa Rais asema mwe mnachomekea mara moja moja. Lakini nitaka niseme kitu kimoja, ni kwamba usafi wa mwili ni wa msingi kwanza, kabla hatujaenda kwenye usafi huu wa nje. Na waomba tuanze kujifunza, unapokaa karibu na mwenzako asikie harufu njema, asikie harufu nzuri. Jamani, uturi siku hizi umeshuka bei. Yaani kwa uturi wa gharama unapata 35,000, unaweza kaa na perfume zako za kutosha. Smell vizuri. Dada zangu wale wengine napenda wanajifukiza udi. Yaani akisogelea anasema alhamdulillah, hii ndio mambo. Usitoke mtu anakusogelea hivi anasema ngoja nimalize hii shughuli haraka ili niondoke hapa. Kuna mikutano mingine jamani tunakaaga ni tabu. Usafi wa mwili. Lakini la pili ni usafi wa mazingira. Nyumba zetu, vyumba vyetu. Leo mlivyoamka, manguo, kuna watu nguo iko kushoto, kulia, katikati, juu, chini. Hasa sisi wakina baba tuna hilo tatizo. Wewe ukivua, mimi na mtoto wangu mpaka nilimfukuza siku moja, nikamwambia leo ulali ndani. Maana viatu akivua tu, yani korido lote hali ni mbaya. Ningependa, na unapoharibu, labda madaktari amuambiagi, unaponusa kitu kizito mara kwa mara unaharibu na wewe sensi zako za kunusa. Sasa wewe kila siku umezoea kunusa viatu, socks ufui. Nyumba yako nje ukitoka hakujafyekwa hata siku moja. Mazingira yako ya usafi. Hivi mnadhani tofauti yetu na nchi nyingi za Ulaya ni nini? Ni usafi tu. Unaweza kusema kule Ulaya kukoje? Ni usafi tu. Wakati wa mvua sijaona hata tukihangaika kuweka majani. Leo nilikuwa nataka nipande miti, nimwambia hapana, tutapanda wakati wa mvua ili miti hiyo ikue. Hapa tayari tunajitahidi, kuna miti ya kutosha, lakini we can make this place green. Uwezo huo tunao. Sasa na nyie tutafutieni wadau watuchimbie kisima hapa tu, tunamwagilia throughout ili hospitali yetu iwe na kisima. Lakini pia nimeona anachimba pale government. Hebu chunguza wale, singekuja kuchimba na hapa. Hii ndio hospitali kubwa. Kale ni hospitali kama mtoto ingaje kama mkoa, lakini hili ndio dude, lina eneo kubwa na ndio hospitali. Baadaye tu itaipita tu mkoa tukijenga ward. Kwa hiyo mimi ningeomba sana usafi wa mazingira hiyo la msingi. Lakini lingine ni usafi wa akili. Watu wanacheka. You have to prepare your mind to be clean all the time. Hii ina include laptop zenu, vitu vyenu vya teknoloji, simu zenu. Umesafisha mara ngapi simu kuondoa junk? Umeondoa junk kichwani mara ngapi? Wengi wenu hapo unajikuta una hela, hujui kama hayo ni majanki ukiakeep tu. Wewe vikoba ni junk zile. Marejesho. Stress zinakuwa kubwa. Sasa tusipo clean our mind na stress, unakufa haraka. Kuna wengine sitaki kuwaonyesha kwa sura, ukimwangalia unaweza kadhani ana miaka 60, kumbe ana miaka 28 au 29. Ni kwa sababu asafishi kichwa yake. Huwa nawaambia ndugu zangu, yuko rafiki yangu hapa, yuko idara ya ustawi wa jamii. Huwa namsifia sana babake. Akitembea na babake utadhani wako sawa.
baba yuko yanki, mind iko fresh. Mtoto kawahi kuzeeka, anawaza hela za juu. Asimtaji, mbona mnamwangalia? It's a principle. Usipo clean mind yako, na ni style mbili tu. Ya kwanza ni kuvisahau na kuviweka pembeni. Ya pili ni kumtumainia Mungu kila wakati. Wewe kabla ya kulala unasali, unamwachia Mungu. Usilale na madude. Ingaje wako wanawake ambao wanaume wana stress kila siku. Yaani kila akirudi, wewe mwanaume unaingia ndani, mama anatetemeka, utadhani imeingia jini. Alafu mnatuzeesha siku hizi, baba karibu, wewe nimekuzaa lini? Wewe jambo yangu, wewe niite Richard tu. Rich, umerudi? Ambia nisharudi darling. Unasemaje? Mambo vipi? Eti baba, mambo. Baba yako alikuzaa nikakuoa. Sasa unataka tena kunisakizia mimi uzee? Niite baby, labda niwe katoto. Nitaka niseme hiyo clean up of my mind. Lakini mwisho, serikali yetu ya awamu ya 5 imefanya kazi kubwa sana kuhakikisha mazingira, hasa upatikanaji wa maji ambao ndio chombo kikubwa cha usafi. Kwa tumpongeze Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwa kazi hiyo kubwa aliyofanya. Nina uhakika aliyofanya ni makubwa. Nina uhakika, nilikuwa nawahadisia vijana wangu pale, na hii naomba niwaambie na afisa tarafa, mwisho wa ajira yenu nyie wote ni tarehe 28, including myself. Nyie watumishi wa umma kidogo wengine mna nafasi zenu. Sasa nafasi za hawa zimeingia siku hizi kwenye mfumo wa uteuzi. Kwa wale wenye uteuzi, saizi tunaandaa handover, ili tarehe 28 tukabidhi handover, ili serikali itakapokuja mpya ipewe hiyo kazi ya kuongoza taifa upya. Sasa nyie mnataka mimi nikose ajira? Wangapi wanatamani huyu akose ajira, mimi nikose? Of course hata mkurugenzi, sema sio wewe huko kidogo, mwambie Njovu. Wangapi wanatamani hilo? Hakuna. Sasa ili tusikose ajira, tarehe 28 mnajua kazi ya kufanya. Ni kufanyaje? Kwenda kupiga, na msiende kupiga kura tu mkamchagua aliyenipa kazi. Wangapi wataenda kupiga kura? Hakuna mwingine hajanyosha. Waisakalilo hujanyosha. Au upigi mzee? Hana kichanjio. Nia yangu, serikali imefanya kwa miaka 5 kazi nzuri sana. Zipo changamoto. Na mkurugenzi, niombe idara yako ya utumishi, kwa kipindi hiki kilichobaki cha wiki, wapite hasa kwa walimu. Bado kuna changamoto kule nyingi na zisikilizwe. Na mimi natangaza kuanza ziara wiki ijayo kupita kwenye mashule. Kwa hiyo niandalie maafisa utumishi niende nao. Kuna walimu wana pending issues nyingi ambazo zinataka majibu tu. Ila maafisa utumishi wenu pale wa Babe, sio hapo kama wananisikia. Omari yuko. Mpe salamu. Mwambie wiki ijayo bosi anakuja ku clean up. Alipita rasi, sasa mimi nakuja. Yale ambayo hajatekelezwa nikiyakuta huko, mimi ni recommendation yangu tu kwamba huyu hatufai na kwenye wilaya yangu simtaki. Tumeelewana? Afisa mazingira, mimi lako ninalo kuomba, panga mkakati tufanye Iringa iwe green. Tusipande tu miti, hata majani. Kwenye pavement za watu wapande majani. Nishampa Matukio, sijui nini yule anaitwa, Matukio Daima. Nishampa kieneo pale mbele ya benki ya Posta. Naambia nataka kuona unapanda majani vizuri pale. Arusha walikuwa pakavu sana kwa wale waliojua Arusha miaka 10 iliyopita. Lakini ukifika Arusha saizi it's green. Kwa na sisi Iringa tuna uwezo wa kuifanya iwe proper green na ikapunguza vumbi. Kwa hiyo nitaka hiyo afisa mazingira. Lakini pongezi kubwa tuzitoe kwa MMO, mganga mkuu Dr. Jessica Leba. Tumepambana kwenye COVID-19
vizuri sana, na sitaacha kusifia hili. Iringa mpaka sasa hatuna mgonjwa yoyote wa COVID, na haya ni kwa sababu ya maombi ya Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Alituomba tumuombe Mungu, tukamuomba Mungu. Hata wale wanaoabudu mashetani walimuomba shetani, tukakwepa. Kwa hiyo sasa tuko vizuri. Niwaombe, Jumamosi ijayo mnakaribishwa uwanja wa Samora kumsikiliza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nyie hamwendi kumsikiliza mwenyekiti wa chama, mnaenda kumsikiliza nani? Mjitokeze kwa kishindo wote, kwa umoja wenu tuwepo pale. Atahutubia pamoja na kwamba ana shughuli zake zingine binafsi za kampeni, lakini pia kuna mambo muhimu ya kitaifa anaweza akayasema pale, anaweza akawatangazia pale mambo mema, kwa sababu Iringa anaipenda sana. Mwisho, wakina mama, hebu nyosha mikono. Mko kama 200 na kitu hivi. Kesho kuanzia saa 4 nawakaribisha ukumbi wa Kichangani. Nina jambo langu pale. Sasa ukikosa usije ukajilaumu umekosa jambo jema. Saa 4 kuanzia ukumbi wa Kichangani pale tutakutana na kina mama. Wewe fika, piga pamba yako yoyote unayoiona unayojisikia nayo. Tuko pamoja. Nimalizie kwa kuwashukuru sana waandaaji wa hii shughuli. Tuliofanya usafi ni washukuru sana, scout ni washukuru sana, lakini mwisho kabisa na mimi naomba sasa nijiunge rasmi Mwaki MC. Malengo yenu nimeyapenda, dhamira yenu nimeipenda, juhudi yenu nimeipenda. Ingawaje kuna neno linanipa utata, lakini halinisumbui sana, kwa zile rangi zile. Unajua sisi wengine msisemeseme kwa mfumo huo. Wakina Morrison vis-a-vis Katengei sijui. Kuna watu wameokota Osboy yuko ndo mchezaji, sijui wamemtoa wapi. Wanamtambia eti kwa vile ana rangi nyeupe, yani shida. Basi nitaka niseme hayo machache. Twende sasa tukafanye shughuli zetu za kawaida za maendeleo. Kama kuna changamoto, kwanza niwapongeze watoto. Shule gani? Mmetoka Isimila? Hebu jipigieni makofi. Kumbe watoto wa Sanganye. Hongera sana watoto wazuri. Habari za Isimila? Naomba niwapongeze sana kuungana nasi. Endelezeni scout na tutaendelea kuwasiliana. Kiongozi wenu yuko wapi? Njoo tuwe salamu basi kidogo. Wakubwa shikamoni, vijana wenzangu, habari ya muda huu. Kimsingi nipende kuwashukuru na nipende kushukuru kupata fursa hii kujumuika nanyi kufanya usafi. Ingawa sio mara yetu ya kwanza, mara nyingi tunafanya kazi hii, basi tunaomba tena kukiwa kuna nafasi nyingine msifanye peke yenu, tuiteni, tuongeze nguvu ili Iringa yetu iwe safi. Asante. Hiyo ndio Isimila bwana. Sasa sisi tuliopitia scout tunayajua haya mambo. Kufunga notes, kusalimiana kwa mkono wa kushoto ndio utaratibu. Msishangae kuna mtu ameshtuka, mkono wa kushoto. Hiyo ndio heshima ya scout. Baada ya kusema hayo, mimi nikushukuru mkurugenzi, niwaruhusu. Bahati mbaya mkurugenzi hakuandaa chochote cha mashtuko. Au uliandaa? Mganga mkuu uliandaa? Kwa hiyo tunaondoka kavu, tumekuja kavu, tunaondoka. Iringa Manispaa oye! Tuendelee tukachape kazi, na waomba sana tushirikiane kipindi hiki, tumalize uchaguzi salama. Mungu awabariki. Tukutane tena tarehe 28 kwenye chumba cha kupiga kura. Tunashukuru, lakini tunaomba
If it's your first time visiting our YouTube channel Focus Digital, consider subscribing so that you won't miss other life-changing videos like this. We love you. Let's proceed.